Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu wa habari wa saa 12 na dakika 30 mara moja. Na kama ni mara yako ya kwanza, endelea kuungana na sisi katika habari zetu za jioni. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Katika habari zetu mara kwa moja na kuuliza tayari uko tayari kuungana na sisi katika mada yetu ya leo. Najua watu wengi mnajiuliza hapa kwenye niko sehemu gani? Na watu wengi wamejiuliza nimetoka mjini nimefika katika eneo hili ni sehemu gani? Kwa kweli mashabiki zangu, mchana wa leo nilibidi nitembelee katika eneo ya uko ulayani Lubero. Kumbuka upande la jeshi la M23 walikuwa kizingitia. Leo nimesema ngoja nitembee katika vijiji ifuatazo. Wanajeshi wa M23 walikuwa wanachukua wamekaa katika headquarters zao katika eneo ya Lubero. Na kwa leo nimejariwa kufika eneo hizi, lakini kuna eneo zingine bado sijafika, lakini itabidi niwapashe habari mara moja kwa sasa niko katika ndani ya eneo hapa Kipesi. Mnaona hapa naweza kusema hili ilikuwa nyumba la generale wahasi wa M23 walikuwa kishi hapa Kipesi. Nasema ngoja nifanye nyuma ya hiyo background kwa sababu hapa hili ndio lilikuwa generale mkubwa alikuwa kilala hapa. Unaelewa generale, kwa sababu kumbuka wanajeshi hawa walikuwa wamejimima katika sehemu hili. Lakini katika vijiji hivyo kwa saizi waraia population kutoka eneo ya Kipesi kanuni na kutoka eneo ya Kivijango na kuelekea sehemu inaitwa Bianyanya. Mara moja hili ni habari, kabla nikuje kuwapasha mara moja itabidi kwanza tuzingatie ndani ya mji wa Goma. Niliwaeleza habari za mchana kama tayari wahasi wa M23 hii ilikuwa ni propaganda ama kwa sababu tuliona mashambulizi haya, lakini tukiangalia vizuri katika mripuko huyu wamoja watu wanazungumza kusema inaweza kuwa propaganda ya wanajeshi wa M23, wengine wamezungumza inaweza kuwa ni propaganda ya serikali, wengine wanazungumza inaweza kuwa ni propaganda ya wanajeshi wa wazalendo. Lakini katika habari zetu ni moja, tuelewe sisi wote na tufafanue kwa umoja sisi wote, sio watu wangu. Katika habari kisi zinavyokuja inabidi tuchambue nini ya ukweli, kwa sababu kumbuka kwa saizi jeshi la wahasi M23 bado hawajatangaza katika habari hili katika mlipuko huu lenye lipitikana katika eneo ya Goma. Na tayari MONUSCO wako katika mji wa Goma, bado hatujapata taarifa kutokea katika eneo ya uko Kavumu mapambano ama mlipuko wa bombe hizi zilipiga ndani ya uko Kavumu. Lakini mara moja kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kuungana na mimi, utaendelea kujua mengi zaidi katika mashambulizi ya Kavumu. Kavumu ilishambuliwa tangu jana tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Hatua ilikuwa ni muda saa 1 kamili jioni. Mara moja bombe hizi, kumbuka saa 1 jioni ilikuwa ni kwa kweli giza linaingia mara moja. Kumbuka saa 1 sio giza limeingia zaidi. La mara moja bombe 3 lilikuja kuanguka katika uwanja wa ndege wa hapo Kavumu. Lakini ni watu wengine tunasema tayari hii ni propaganda la jeshi la wahasi la M23, na kama nusonde propaganda, na hizi ni eneo tayari hao wanaendelea kumiliki. Na mbingu gani hizo? Mbingu walitumia kwa kuripua bombe hizi zikaribu vifaa. Kumbuka uwanja wa Kavumu hili ni uwanja lenye hakuna ndege yoyote inaingia katika uwanja. Kumbuka tangu jeshi la M23 walishika uwanja wa Kavumu bado hakuna mtu yote anayomiliki katika uwanja huu, hakuna ndege yote imesha kuanuka katika uwanja huu, bila ndege uwanja wa Goma, bila airport ya Goma peke yake ndio lenye ndege 2 helicopter ya MONUSCO. Ya kwanza ilikuwa moja, ya pili ya juzi ya James Swana alikuwa katika uwanja wa ndege wa hapo Goma. Mara moja Goma Kavumu kwa sasa hatujaona taarifa lenye kutoka katika msingi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutangaza tayari hao wako katika masharti ama hao wameweka shambulizi katika uwanja wa ile katika bombe zenye zilianguka katika mji wa Goma. Lakini mchana wa leo hauweze kuamini kama mji wa Kavumu
ndani uwanja wa ndege wa Kavumu kulikuwa yoyote ilipitikana. Ni ile tu kwa sasa usafi wametengeneza, zile za evidence zimeshikwa, mara moja uchunguzi MONUSCO inafanya, lakini bado mambo inaendelea kama kawaida tu. Serikali inafanya vile, lakini baadaye kumbuka wanajeshi wa wazalendo walikuwa katika vijiji ifatazo katika upande wa uko ndani ya Kavumu. Kumbuka jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tangu jeshi la waasi M23 kuchukua mji wa Bukavu na Goma na kuchukua sehemu zingine, hakuna mwanajeshi wa FARDC ako karibu eneo ya uko Sud Kivu, kutoa upande wa Uvira na sehemu zingine uko elekea katika eneo ya Manyema kuelekea za Mwenga huko, lakini upande zingine za kuelekea Nyantende kuelekea Walungu na kuelekea Kabare ndani ni wanajeshi wa wazalendo ndio wanamiliki hivyo. Lakini wanajeshi wa wazalendo wana mbingu ya kutumia drone hizi ama vipi? Watu wengi wamejiuliza maswali mengi. Wanajeshi wa wazalendo wana mbingu la kutumia drone hivi kwa sababu wanajeshi wa wazalendo wamesema tayari hao hawana uwezo la kutumia drone la kubwa kwa sababu hawana uchuuzi. Hao wanatumia silaha za Karanshkov, wanatumia silaha hizo ndogo peke yake, na hizo silaha ndogo ziko na magazi moja, hazina mambo mengi zaidi, hizo ndio wanatumia. Lakini hizo silaha kubwa kubwa bado hao hawajafika kiwango la kutumia silaha kubwa zaidi. Lao kwa sasa wanasema tena, wanajeshi wa wazalendo wanasema serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo bado hawajakuwa katika eneo hizi, lakini wanazungumza kusema tayari haya ni siasa ya wanajeshi wa M23 kwa kufanya mashambulizi katika uwanja wa Goma. Kumbuka uwanja wa Kavumu, kumbuka ndani ya uwanja wa Kavumu hakuna ndege pia lenye liko katika eneo hii. Ndio maana kama wanajeshi hawa wanaweza kuwa wamepanga propaganda, wanafanya nini? Wanakuja wanaripua katika uwanja la ndege kama gisi mnavyoona mripuko ndege, uwanja uliripuka, na mkiangalia kwenye skrini mnaona tayari mahali tayari kunaendelea kufanya nini? Kuharibika. Na kama unavyonisikiliza nimekueleza kila kitu gisi mambo moja tatu zinaendelea. Ndakurudisha upande ya uko sasa. Neo niko hapa Lubero kwa sasa. Niliwaambia niko katika eneo ya Lubero. Kabla niwapeleke Lubero, tunarudisha katika Uvira tena. Mashambulizi yamekuwa tena leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Mapigano yamezuka zaidi katika upande wa Mikenge na Kakenge na Kalingi na Bijombo na kuelekea sehemu ya uko Itombwe. Mapambano tena yamezuka kwa upande la jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wahasi wa M23. Lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa wanaanza kupigana na jeshi moja kwa moja kwa sababu wanajeshi wa M23 walitumia drone kwa sasa katika uwanja wa mapambano. Lakini kwa dakika moja niliwarejesha mara moja hatua serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa ilikuwa imetuliza kidogo, lakini mashambulizi, kumbuka wanajeshi wa M23 walianza kushambulia ngombe za serikali tangu huyu mwezi wa 4 tarehe 20, tangu tarehe 20 mpaka tarehe 24. Mashambulizi ya upande la jeshi la wahasi lilikuwa limeendelea kupanga mbele zaidi na kuondoa serikali katika eneo tofauti, na wanajeshi wa M23 walikuwa wameanza kuzingatia vijiji kadhaa. Lakini kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iliona vipi? Kama tayari tunaanza kushindwa na wanajeshi hawa, kama tayari gisi serikali ama Umoja wa Mataifa tutakuwa tumefanya nini? Mara moja serikali iliamua kuchukua makombora, kuchukua mandege zile tofauti zenye hawajaitumia, wanaanza kupiga tena wahasi mpaka mara moja makambi zimoja wahasi pamoja na Twirwaneho na wanajeshi wengine mara moja wanaanza kubomoa. Lakini wanajeshi wa M23 nao ni watu wamejima zaidi na ni watu wana mpangilio ya teknolojia ya kupigana. Kumbuka kitu moja, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inapigana, lakini najua tayari wanapigana na wanani. Kumbuka hiki kitu moja, na mara moja wakienda katika vita wanaelewa tayari wanaenda kupigana na wakina nani, sio kwa kuondoka tu waende kwenye vita, kwa sababu wanajua wanajeshi wa M23 sio ni watu wanaweza mapigano, ni watu wanampangilia teknike de combat. Mara moja mkumbuke tangu jana hiyo Goma, mkumbuke jana Goma jana hatua serikali ya wanajeshi wa M23 General Sultana Makenge aliingia katika hoteli ya Kivu Goma.
Munaielewa. Katika hoteli muliona mara moja wafugaji ama wale wafugaji wa mang'ombe, wafugaji wa mbuzi, wote kutokea eneo yoyote ya Nord Kivu, wote walijikusanya kuelekea ndani ya hoteli kukutana na viongozi vya chama vya waasi M23. Mara moja muliona escort ama muliona ulinzi ya General Sultani Makenge, alikuwa amelindwa vibaya muno. Kama hata mashambulizo yangekuwa la bombe tofauti, lilikuwa ni ngumu kwa sababu walikuwa wamekinga sehemu za hewa mara moja. Na katika hoteli hili lilikuwa linachungwa vibaya zaidi. Kuna maneno wakahaji ama population, wale wafugaji wa mang'ombe waliongea, kwa sababu kusema tayari jeshi la wanajeshi M23 wameleta msaada kubwa zaidi katika eneo ya Nord Kivu na kusaidia ulimaji ama ufugaji wa ng'ombe umeendelea kusonga mbele. Na kwa kweli walipeana shukrani yao ya ng'ombe 300 kwa kushukuru viongozi vya chama vya waasi M23 na kushukuru zaidi kamanda huyu wa waasi General Sultani Makenge kwa kumshukuru, kuona kama wengine wamesema tayari ni mara ya kwanza walikuwa kimsikia tu, lakini wameshukuru kumuona. Na mkiangalia gisi, kumbuka alikuwa Ruchuru tangu tarehe 25 alikuwa Ruchuru huko kwenye mafunzo ya wanajeshi wao wa M23. Mara moja tena karudi Goma. Sasa mara moja wanajeshi wa M23 hao pari ya kuondoka wanaendelea kwa kuunda, yani wanatengeneza organization. Kwa sasa haya anaendelea kupitika katika upande wa Nord Kivu na Sud Kivu. Hapa Lubero sasa nimewaambia sasa mara moja, Lubero imeendelea kuwa na wasiwasi kwa upande la serikali la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu niliwaambia niko hapa. Ili nyumba lilikuwa ni nyumba ya generali, kiongozi wao wanajeshi wa M23 alikuwa kilala hapa, lakini baadaye kutoka katika eneo ya Kipesi, kwa sababu mimi nilisema sitaki, nataka mniopeleke katika nyumba hili. Sitaonesha ndani kulikuwa vipi, lakini nitakaa nyuma ya hii background nionyeshe bati. Alikuwa katika bati hili. Hili bati hili lilikuwa likikaa hapo. Sasa alikuwa hapo huko chini mahali kwingine, huko kote kulikuwa kuzungusha kambi za wanajeshi hapa kote Kasimbara hapa kote. Na ni ile siweze kuonyesha huko nyuma kuna kama wanajeshi wa FARDC wanakaa hapo nyuma, lakini kuna vitu wanafanya. Wanasema ngoja nije kuwapasha hili habari, kwa sababu haimaanishi kama niko kijiji nisiwapatie habari hizi, ama sio? Eka comment yako tayari umenisikiliza vipi, ama wewe ni shabiki wa media Bukavu, endelea kuungana na mimi, habari zetu tutajielewa mara moja. Hapa Lubero kwa sasa mashambulizi, woga, wasiwasi imeendelea kuwa mingi zaidi, lakini serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeendelea kutengeneza kwa sasa, wameanza kutengeneza kwa sasa koma wataprotege ma population, koma wanaanza kutengeneza mandaki mavipi. Kumbuka wanajeshi ya Lubero, nimefika huko ndani Lubero, wanajeshi wa M23 walikuwa wanaishi kwa udongo, sio kwa manyumba, kwa udongo. Kiongozi wao alikuwa anaishi kwa nyumba, lakini ile nyumba usifikirie ni nyumba. Hapo chini, huko chini ndio amekuwa amelala, huku juu hakuna kitu chochote. Yani huku juu wanajenga, wao unafikiria ni nyumba. Hili unaona hapo unafikiria ni nyumba, lakini huko hamna mtu yote hapo. Hata ukiingia uweze ona kama kuna watu wanalala ndani. Wametengeneza ndani cover, wametengeneza ndani, wanatengeneza kama unasikiaga hizo filme tunaonaga katika upande za Iraq, wanajeshi wanaishi kwa maudongo huko, unaona watu wanachimba kwa maudongo. Sasa hivyo ndio huko ndani makambi zao zote, kanunu na sehemu zingine tofauti, upande wote walivyotokea katika porini huko. Na kama unavyonisikiliza ndani ya Media Bukavu TV, endelea kufanya subscribe, like, comment ili habari zetu kuja kuzisikia mara kwa moja. Bye bye. Nawapenda zaidi, nawatakia tuje kupatana kwa habari zetu za saa 10. Habari za asubuhi ndio nimetoka hapa Lubero, kwa sababu kuna mambo mengi nimekuja na hili habari nitakuja kuwapasha moja. Kama unataka kujua habari za moto Lubero katika leo, ni subscribe baadaye. Asubuhi mapema nitakuwa niko ndani, kwa sababu natoka hapa Lubero muda wa saa 3. Nitatoka hapa muda wa saa 3 jioni ili nielekee mara moja Walikale. Lakini kufika Walikale itabidi nipumzike, niwapashe habari za jioni, ama nitaingia live. Kwa sasa leo niko na live, lakini nitaingia, kumbuka live yangu inakuwa ni saa 5 za usiku. Nitatoka hapa saa 3 ama ikiwezekana tu saa 12 na dakika 49 nitakuwa nimeondoka, kwa sababu nimewapea habari ya saa 12 na dakika 20. Hata wenzangu wote wameanza kuunda mzigo tuondoke mara moja, lakini habari zetu mkumbuke, nakuja kwa habari nyingine moto. Bye bye. Nakuja bwana, msifunge, nakuja.